Info en Swahili. Naam, wafuataji wapenzi, tunawasalimu tena kwa kuweza kutufuata kwa wakati huu leo tarehe 14 Juni mwaka 2025. Tunao desturi ya kuweza watangazia habari zetu katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Tunawakarisheni kuwengi kuweza kufuata RTNC tokea mji mkuu wa Kinshasa. Tutafungua kurasa habari zetu na habari kutokea kwenye rais. Tutaweza kuwajulisha kusema kwamba mkutano wa mara 12 wa maliwali uliofanyizwa jimboni Lualaba wa mwaka 2025 ni kusema pale mjini Kolwezi yaliweza kufunguliwa sherehe hiyo na kukomeshwa kwa sherehe hiyo yaliongozwa naye tangu Ijumaa jana tarehe 13 Juni mwaka tunayo, naye rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pembeni yake waziri mkuu Judith Suminwa Tuluka, ndio maliwali wa majimbo mbalimbali. Ni kusema mkutano ulianza tangu tarehe 10 hadi tarehe 13 Juni mwaka tunayo, yalikuwa ya muhimu ya kusemea kuhusu faida ya majimbo moja kwa moja, ndio waliweza kusemea, na kichwa cha neno katika mkutano huo ilikuwa afya ni nguzo ya umoja wa jamii, pia maendeleo ya kudumu. Sherehe hiyo yalikomeshwa na hotuba ya kuanzishwa kwa mawazo tu ya urais ya kusema kwamba kuweza hivi kumaniza ugonjwa wa ukimwi kwa watoto hadi mwaka wa 2030. Sherehe hiyo iliweza kuambatana vile vile jana tarehe 13 Juni mwaka tunayo na kumbukumbu ya kuzaliwa ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yalikuwa shabaha kwa liwali wa jimbo na wengine kuweza kumtakia rais kuzaliwa njema. Ndiyo kutokana tu na kichwa cha neno mkutano huo uliweza kusema kwamba afya ni nguzo ya umoja wa jamii, pia maendeleo ya kudumu. Ndiyo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kupana maliwali watano kuweza wa majimbo kuweza hivi kuwapatia meshani ya kusema tu namna gani waliweza hivi kuendelesha majimbo yao. Tunajielekeza katika baraza la taifa. Tutaweza kuwajulisha kusema kwamba mteule wa kitaifa Marikiete Mutinga aliacha tangu wiki uliopita mpango wa kanuni ya ukingo wa wajane. Katika masemi yake, Mutinga Kiete Mari alionyesha kuhusu tu na mambo ya sheria ya ngambo tu ya kitaifa na ya kimataifa. Mujane iko kila mara mwenye mateso wa mabaya mbalimbali ya kutokupata haki zake wakati wa kifo cha mumewe ambaye ni ameteswa kwa kutumia tu asili. Ndio wanatumia asili wakati mume amekufa na mujane amebaki. Kisha kuacha mpango huo wa kanuni, mteule Marikiete Mutinga aliweza hivi kufasiria tu kisha kifo cha mumewe, mke anafukuzwa nyumbani na nyumbani mwake na anabaki nje bila kupata msaada hata moja. Ndio aliweza kufasiria tu namna gani mke mkongomani ameteswa wakati wa kifo cha mumewe. Katika jimbo ya Lualaba, wakada wa chama mbalimbali walisemea kutokana tu na mkutano uliofanyizwa pale Kolwezi jimboni Lualaba uliofunguliwa naye rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tufuate ripoti. Qui concrétise la modernité. Tunafurahi wote Lualaba, tunafurahi, tunasema aksanti sana njo ya hii modernité hii tunavivre hapa sasa. Munaona échangeur yetu ya Lualaba tunakuwa shisha mbulaya, tunatafuta bulaya mbulaya munafika hapa sasa Kolwezi. Et puis asante sana tena ndio ya modernité ya aéroport yetu ya Kolwezi. Tunakuwa na aéroport international, donc kutoka huku kwetu kwenda mbulaya kwenda fasi nyingine hakuna tena matatizo ya kupanda mulikapo kufika kwa fasi nyingine. Nono, ni hapa directement tunapanda avion yetu hapa tunaenda mbulaya, tunapanda avion hapa tunaenda Dubai, tunapanda avion hapa tunaenda Mshini. Asante sana. Asante tena sana Soleil njo ya hospitali yetu ya Munene kwetu kiloko wetu tunaita soins de santé primaire tunakuwa tulie sana Lualaba. Asante sana tena kwa mama njo ya hii organisation, njo ya hii kazi sana unafanya kazi mkubwa. Asante sana ya autorité morale José Kalawaka.
Upande mwingine tuweza kuwajulisha sema kwamba leo tarehe 14 Juni mwaka huu tunayo ni sikukuu ulimwengu ya kupana damu kwa bure. Ni siku ya kusema ya kuwashukuru watu wenye kupana damu na kuwatetea tu ya kusema kwamba namna gani ya kupana damu kwa watu wagonjwa mbalimbali. Ndio sikukuu hii yaliweza kusherekewa kwa kuomba watu wengine wenye kuwa na nia hiyo ya kupana damu kwa bure kwa kuweza hivi kuokoa mioyo ya watu. Ndio iliweza kusherekewa sikukuu hiyo leo, sikukuu ya kupana damu kwa bure yenye kusherekewa ulimwengu nzima. Ndio na kuwashukuru wenye kupana damu au doner ya damu waliweze kuwashukuru kwa kitendo wamefanya, kwa sababu wamepana damu yao kwa bure kwa kuokoa maisha ya watu wengine. Ndio yaliweza hivi kusherekea katika furaha sikukuu na kuomba kwa watu wengine, kutetea watu wengine na kusema kwamba kila moja anapashwa hivi kuleta damu yake kwa kusaidia ama kwa kuokoa maisha ya watu wenye kuwa katika magonjwa mbalimbali. Upande mwingine tunataka kujulisha kusema kwamba mafunzo yalifanyizwa, ni kusema mafunzo ya Transforme ndio yaliweza kufanyizwa kwa msaada tu ya Benki Kuu Ulimwengu. Ndio yapita tangu mwezi wa 3 vipindi hivyo vya mafunzo viliweza kufanyizwa, ni kusema kwa mawazo tu ya FIP ndio yaliweza kutosha mawazo hii ya kufanya mafunzo mbalimbali kwa kuangalia tu kile ambacho kinaweza kufanyizwa kutokana na kazi yao. Katika vipindi vya mafunzo hivyo tutaweza kuwajulisha kusema kwamba watu walemavu kwa upekee na wamama wenye kupata mkopo ndio waliweza kufunzwa kwa kuangalia namna gani ya kuweza kujisaidia kimaisha na kuweza hivi kusaidia jamaa lao. Ndio mpango huo wa Transforme yenye kusaidiwa na Benki Kuu Ulimwengu yaliweza kufanyisha mafunzo mbalimbali na kuweza kutia FIP kwa kusaidia tu mwisho wa mafunzo hiyo kwa kuangalia tu namna gani kazi hiyo yanaweza hivi kuendeka bila shaka. Tutawajulisha kusema kwamba Dr. Esabe Etumba Marguerite Anaise kiisha miaka mingi ya kuweza hivi kusoma masomo yake ku University ya Kinshasa aliweza hivi kumaniza masomo hiyo na mazima ya kawaida. Ni aliweza kujifunza zaidi mambo yenye kuangalia watoto ama pediatri. Ndio aliweza kusemea kuhusu tu masomo yake na akasaidiwa na Profesa Biselele Bakabomvya. Ndio aliweza kumsaidia katika kufanya kazi yake hiyo ya mwisho wa masomo. Taweza kuwajulisha kusema kwamba mama huyu Marguerite Profesa Anaise yeye ni mtaalamu kwa ngambo tu ya pediatri na aliweza kupata na mazima mingi. Dr. Esabe Etumba Anaise yeye aliweza kufurahika kwa kuona alikuwa mbele ya viongozi mbalimbali wa university, pia memba wa familia yake, kuweza hivi kumshukuru Baba Mungu kwa kumaniza masomo hiyo kwa ngambo yenye kuelekea pediatri. Itepere ni kusema kwamba ya maajabu maendeleo ya jimbo hiyo ya Lualaba, hasa zaidi pale Kolwezi, yenye kutegemewa na wataalamu wa kiufundi wenye walitoka kati yao Jose Ekwabengo, mheshimiwa wa Ekwatori, pia mtaalamu wa kazi mbalimbali ya kiserikali. Aliweza hivi kusifu utimivu wa kazi mbalimbali ya liwali wa Lualaba Fifi Masuka Saini chini tu ya uongozi ya Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Tutaweza kuwajulisha kusema kwamba majengo ya njia mbalimbali, majengo ya kufanya njia nzuri na majengo ya uwanja ya ndege, pia mahospitali, mashule mbalimbali, pia na kazi zingine ziliweza hivi kujengwa na kutengenezwa pale mjini Kolwezi. Mjini Kolwezi ni mji wenye kuwa safi zaidi sana kupita. Ndio aliyesema Jose Ekwabengo, yeye ni mfano wa kuweza hivi kufata. Wengine wanapasha kufata mfano huo wa liwali wa jimbo hiyo ya Lualaba. Ilikuwa furaha
kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kuona jimbo hiyo ya Lualaba pale mjini Kolwezi kuweza hivi kutengenezwa kwa namna inayotajika. Tunatoka utawajeketa katika jimbo ya Kongo Centrale, tutaweza kujulisha sema kwamba yalikuwa shabaha tu ya kumbukumbu ya kuzaliwa ya rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ni tutaweza kujulisha kusema kwamba meya wa mji ya Matadi Dominique Nkodia Mbete yeye aliweza kubatiza Masanganzia Londe kujina tu ya inakuwa Masanganzia Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mbele ya viongozi wa kazi ya jimbo pia wa kazi mbalimbali. Sherehe hiyo waliweza kupatikana katika sherehe hiyo makamu liwali wa Kongo Central Prosper Ntela pia na memba na wakada wa IDPS wote waliweza hivi kupatikana katika sherehe hiyo. Masanganzia hiyo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ni masanganzia yeye haitaitwa tena Londe, inakuwa inaitwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Yaliweza hivi kutengenezwa kwa pesa yenyewe ya meri ya Matadi, yalianzia kwa sala ya kumshukuru Baba Mungu. Pia meya wa Matadi aliweza hivi kusema kwamba kwa nini anapatia jina hiyo ya masanganzia hiyo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Tunatoka tuwajekeza katika jimbo ya Katanga ya Juu. Walichangana Ijumaa tarehe 13 Juni pale Lubumbashi jimboni Katanga ya Juu. Vijana wa Katanga ya Juu chini ya uongozi ya Kalimbuyi wenye kutegemea kidiplomasia ya rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kurudisha amani ya kudumu hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa zaidi wakati wa uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Memba wasio kuwa ushauri wa ukingi wa muungano wa Umoja wa Kimataifa duniani Kalimbuyi alifasiria tu vijana nguvu ambavyo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amefanya kwa kupinga tu hiyo ama kugusu tu majengo na amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alimtakia maisha marefu rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, Baba Mungu amulinde na kumkinga na kwa kazi nguvu aliweza kumpatia ya kufanya Kongo moja yenye kusonga mbele na Kongo ya nguvu. Alimanizia masemi yake Kalimbuyi kwa kuomba kwa vijana wote wa Katange kuwa nyuma ya rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na kumtakia maisha marefu. Ya Sante Mulongoi ambaye ni muundaji wa Alezi Leopard Renové yanategemea nguvu ambavyo rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amefanya kwa kwenda ni kusema kwa kikundi hicho cha Leopard kwenda katika kikombe ulimwengu ya mwaka 2026. Tufuate ripoti. Mimi nakwambia ukweli, niko na yakima kama Leopard atakwenda Coupe du Monde mu 2026 ile antuka nakwambia na ushindi wote, kwani unajua wewe peke miaka mingi sana atuafikaka mu hali ile tuko nayo leo, kwa sababu hali tulikuwa nayo jana si hali tuko nayo leo, kwani presidenti wetu Felix Antoine Tshisekedi anasimamia timu yake ya Leopard. Wewe peke unajua kila machi yote ilikuwa inachezekana ku Stade Martyr amekuwa akikuja. Aizuru wanasema kama Leopard ataanguka, lakini amekuwa akikuja. Na ile njoo ilikuja kurenforcer equipe nationale yetu ya Leopard ya kusema kama presidenti wetu yuko pale ku stade tusianguke, na walikuwa napiga equipe yote ilikuwa kuja juu ya nini president de la republique iko present ku stade. Ili motive kabisa ba joueur na ikatuletea sisi wengine nguvu sana kumaungu yetu na joto kumaungu yetu, na njoo leo tunamwambia kama Leopard antuka itakwenda Coupe du Monde. Na katika habari tunakomesha habari yetu ya magharibi leo. Shukrani kwa ndugu zetu wa jimboni hapa mjini Kinshasa, hasa zaidi pale Kindu Manyema Mulunge Mulukongo la Mamba haona kopa one mai. Mwenyezi Mungu abariki, muendelee kufuata RTNC tokea mji mkuu wa Kinshasa. Charlotte Kabanga awatangazia habari hiyo katika lugha la Chiluba. Alamsiki. Tout de suite, info en Chiluba.